Habari yako mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo tunavifanya jikoni bila kujua kabisa kwamba vina uwezo wa kubadilisha kabisa afya zetu. Watu wengi sasa hivi wamegundua unga wa ubuyu. Wengi walikuwa hawajui, wanashangaa tu kuona kwamba watu wengi kwa nini sasa hivi wanatumia unga wa ubuyu. Watu wamegundua kabisa kwamba unga wa ubuyu una uwezo wa kusaidia mmeng'enyo wa chakula. Unga wa ubuyu unaweza kusaidia kupunguza uzito. Unga wa ubuyu unaweza kusaidia vitu vingi katika mwili. Leo kwenye Moyo wa Malezi tunaenda kuangalia hoja 6, yani kwa nini unga wa ubuyu una siri sana unapotumika kwenye chai. Una uwezo ukawa unaona tu kama jambo la kawaida, lakini watu wengi wamegundua hili sasa na wanatumia unga wa ubuyu kwenye chai. Kitu ambacho kinawasaidia. Fuatilia hoja hizi 6 ambazo nitaenda kukuonesha leo bila kukomea njiani, kwa sababu hoja ya mwisho itakushangaza sana. Utashangaa sana kuona jinsi ambavyo unga wa ubuyu ukitumika kwenye chai unaleta matokeo chanya. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado utakuwa hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako. Kama unataka ushauri wetu, una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu tusafiri pamoja kuona hizi siri za unga wa ubuyu kwenye chai. Hoja ya kwanza, unaweza kusaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula. Ukiweka unga wa ubuyu kwenye chai, unga wa ubuyu una nyuzi nyingi, zile fiber. Hizo fiber zinasaidia sana kwenye mmeng'enyo wa chakula tumboni. Hasa kwa watu ambao wanakula ovyo, yani unapilika nyingi za kazi. Yani unajikuta huko bize, kwa hiyo unapokuwa bize hauna mbole mpangilio mzuri wa kula. Kwa hiyo unajikuta unakula tu ovyo bila mpangilio. Ukichukua unga wa ubuyu kijiko chako kimoja, ukaweka kwenye kikombe chako cha chai, ukachanganya na ile chai yako, ukakoroga vizuri, ukanywa. Inakusaidia sana kumeng'enya chakula. Inakusaidia sana kule tumboni, kukuzuia hata ile kuvimbiwa, na unajikuta unapata choo chako vizuri. Kwa hiyo siri ni hii: tumia kijiko kimoja kwenye kikombe chako cha chai. Unga wa ubuyu utakusaidia sana kuhakikisha kwamba mmeng'enyo wa chakula unakaa vizuri na tumbo lako linakuwa vizuri na gesi inaondoka. Hoja ya pili, unaweza kupunguza njaa ya mara kwa mara. Kwa sababu ya zile nyuzi ambazo ubuyu unazo, zile fiber zinasaidia sana kupunguza njaa. Kwa sababu unapokunywa kikombe chako kimoja asubuhi au kikombe chako kimoja jioni, inakusaidia yani kukupunguzia njaa. Unajikuta tumbo lako limekaa vizuri kwa sababu zile nyuzi, na pia kwa sababu unga wa ubuyu una ule wanga wa asili, unakusaidia wewe kujikuta unashiba. Kwa hiyo mwili wako utakaa vizuri, na pia inakusaidia kupunguza ile tamaa. Yani unapunguza kile kiherehere cha kula mara kwa mara. Yani unapokula inakata ile hamu ya kula. Kwa hiyo ndio maana hata watu wanaopunguza uzito wanashauriwa kutumia kikombe cha maji au cha ule unga wa ubuyu. Ile juisi yake anywe asubuhi, aendelee na shughuli zake, pia anakuja anakunywa na jioni. Inakusaidia sana, yani inakupunguza njaa. Tamaa za kula zinapungua, yani inakukata ile appetite. Ni unga wa ubuyu unapotumika kwenye chai ni mzuri sana, hasa kwa watu wanaopunguza uzito, hasa kwa wamama ambao wananyonyesha, hasa kwa watu ambao wanafanya mazoezi. Ukitumika vizuri unakusaidia sana. Hoja ya tatu, unaweza kuupa mwili vitamins muhimu. Ubuyu una vitamini C nyingi sana. Unapotumia unga wa ubuyu, unaweka kwenye chai, unakunywa, unatumia, inakusaidia sana kupata vitamini mwilini. Ubuyu una vitamini, una madini na una antioxidants nzuri ambazo zinakusaidia wewe. Ndio maana unaweza kuona watu wengi ngozi nzuri, ngozi laini, ngozi nyororo, imekaa vizuri. Ni ule anapokuwa anatumia unga wa ubuyu, anachanganya kwenye chai, anakunywa. Lakini usitumie unga wa ubuyu tu kama tiba peke yake, hapana, utumie kama lishe. Ukiutumia kama lishe utakusaidia sana. Usije ukasema kwamba unatibu sijui kisukari, pressure, dhana zingine zinakuwa zinapotosha. Lakini ukweli ni kwamba utakusaidia sana kwa sababu una virutubisho vya kutosha. Utakusaidia kufanya ngozi yako iwe nyororo, iwe nzuri, upendeze, uvutie, uonekane kijana. Hata kama
ngozi yako ina mikunyanzi, hasa huku shingoni. Mtu anapoanza kuzeeka unakuta ngozi inajikunja, ngozi inakuwa inaharibika. Lakini unapokuwa unautumia kwenye chai mara kwa mara, ngozi yako inakaa vizuri, inavutia, inapendeza, inakuwa imara na unaondokana na makunyanzi. Hoja ya 4, unga wa ubuyu unaleta ladha nzuri, ladha tamu kwenye chai. Hasa chai inapokuwa ya moto, yani inaleta ladha nzuri. Watu wengi akinywa chai wakati mwingine, chai tu peke yake ambayo haina viungo, unakuta anahisi kichefuchefu kutokana na ile sukari ambayo inakuwa imewekwa kwenye chai. Kwa hiyo unapoweka unga wa ubuyu kwenye chai yako, unaleta ladha tamu. Yaani unakuwa kama umeweka kipande cha limao, unakuta ladha inakuwa nzuri ikichanganyikana vizuri. Kwa hiyo inaweza kukufanya kukuondolea kichefuchefu na kukufanya unywe chai yako vizuri na kukufanya ukajisikia vizuri, yaani unajisikia unakuwa na amani. Chai inapokuwa ya moto afu ina ladha tamu, nahisi kama kauchachu fulani hivi, hiyo inakuwa nzuri, inavutia na inakufanya unywe chai yako bila stress. Hoja ya 5, wengine hufanya makosa kwenye matumizi ya unga wa ubuyu. Tatizo sio ubuyu, tatizo ni matumizi mabaya. Unakuta mwingine unaweka kiwango kikubwa sana. Unapoweka kiwango kikubwa sana, badala ya kuleta ladha, badala ya kukusaidia, vitamins zinazidi, zinakuwa ni nyingi, yaani unakuwa umeji-overdose. Kwa hiyo unaweza ukajikuta badala ya kupata faida unapata hasara, utaongezeka uzito, utanenepa kupita kiasi, utashangaa. Mbona ninashauriwa kwamba chai yenye unga wa ubuyu ni nzuri? Kwa nini mimi ninanenepa? Kwa nini mimi sioni matokeo mazuri? Ni kwa sababu unakuwa umekosea kwenye matumizi yake. Umeweka kiwango kikubwa sana. Tumia kiasi kidogo tu. Kiasi kidogo kinafanya kazi vizuri sana mwilini kuliko vile ambavyo utaweka kiasi kingi. Ukiweka kikubwa zaidi itakuwa kama chai inakuwa nzito, inakuwa kama uji. Kwa hiyo naenda kuongezea tu vitu ambavyo vilikuwa havihitajiki mwilini. Tumia kwa kiasi kidogo, utaona matokeo na utapenda. Hoja ya 6, siri kubwa ipo kwenye consistency na mtindo wa maisha. Watu wengi wanataka matokeo ya haraka. Watu wengi anataka atumie siku 2 tu, aweke unga wa ubuyu kwenye chai na apate matokeo. Hakuna matokeo ya haraka, wala hakuna matokeo ya miujiza kwenye vyakula, wala kwenye mabadiliko ya tiba au ya lishe. Nidhamu ndio inatakiwa. Kuwa na nidhamu. Nidhamu hiyo ninayoizungumzia ni kwamba tumia mfululizo. Tumia mara kwa mara, asubuhi jioni, at least kwa mwezi mzima, unaweza ukaona sasa matokeo. Unaweza ukaona ngozi yako inabadilika, unapata choo vizuri kwa sababu mmeng'enyo umefanyika vizuri, ngozi inakuwa inabadilika vizuri kwa sababu ya vile virutubisho vitamini C umepata kwa muda. Sio kidogo tu unataka matokeo, umeshachoka, umeanza kujilaumu. Pia hautakiwi kujihukumu. Usijilaumu, usijihukumu, wala usijikatie tamaa. Tumia maji ya kutosha, matunda, mboga, vyakula vizuri, unapata protini, unapata vitamins na unapata wanga kidogo. Hapo utajikuta matokeo unayapata na mwili wako unakaa vizuri na unajipenda. Kama ulikuwa unataka kupungua, utapungua vizuri kwa utaratibu bila kukongoroka. Kama ulikuwa unataka tu afya ngozi ikae vizuri, utaanza kuona matokeo. Hivyo usiwe na haraka. Tumia kwa utaratibu, jipe moyo, jipende, mambo yatakaa sawa. Mtazamaji wangu mpendwa, wakati mwingine tiba nzuri ya miili yetu haianzii hospitali, bali inaanzia jikoni kwa vitu vidogo vidogo ambavyo tunavitumia. Mwili wako hauhitaji trend ili uweze kuwa na afya njema. Unahitaji hekima ya kwako wewe mwenyewe na busara za kutosha kuhakikisha unajua nini unakula na nini unatakiwa kufanya. Sio kila kitu ambacho utaambiwa au utakiona kitakuwa ni sahihi kwa ajili ya afya yako, hapana. Afya yako inakutegemea wewe. Afya yako ni jukumu lako wewe mwenyewe. Hivyo hakikisha kitu unachokula kiwe chenye afya, kiwe chenye kukusaidia. Kijiko kimoja tu cha unga wa ubuyu kwenye chai kinaweza kubadilisha kabisa mwili wako, afya yako na kukufanya upendeze na uwe wa kuvutia na thamani iongezeke. Mwili wako pia unakuhitaji wewe, unakutegemea wewe. Usichoke, usijilaumu, usijipuuze, jipende, jithamini, kula afya,
mambo yatakaa vizuri na utaona unapendeza na kila mtu anakuuliza, mbona siku hizi unavutia, mbona unapendeza? Mwambie ni kijiko kimoja tu cha unga wa ubuyu kwenye kikombe cha chai. Kama umejifunza kitu kipya siku ya leo, andika kwenye comment kwamba afya yangu inanitegemea mimi. Usisahau kushare video hii kwa wazazi wengine na watu mbalimbali. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike. Acha comment yako na sisi tutajifunza pia kupitia wewe. Mungu akubariki, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata ambapo tunaendeleza huu mwendelezo. Asante, tukutane tena wakati mwingine.